Ni safari ya kupita mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, ili kuweza kuielimisha jamii na kuihabarisha jamii juu ya hali halisi ya maisha ya wanadamu ambao yamkini wengi wao sauti zao ziko uvunguni mwa kitanda. Pia inafunga safari mpaka ndani ya jimbo la Kivule, ndani ya kata ya Kivule, mtaa wa Nyang'andu. Inakutana na mama mwenye umri wa miaka 45, ni mlemavu wa nyonga kutokana na ajali aliyowahi kuipata katika maisha yake, na hapa anatumegea hadithi ya majonzi mazito kuyahusu maisha yake. Nilikozaliwa, nimezaliwa wilaya ya Ukerewe. Kwa sasa hivi nakaa Dar es Salaam, mtaa wa Nyang'andu kwa Kichonge. Baada ya kupata ajali niliumia mguu sehemu ya nyonga, wakaniwekea vyuma. Mpaka sasa naendelea vizuri, lakini changamoto bado iko pale pale kwa kuwa mshono unatokwa na majipu. Nilipata ajali ilikuwa mwaka 2019, nilipata ajali ya gari DCM. Nilipatia pale Kitunda. Nilikuwa navuka kwenda, kutoka huku Fulemu 10 kwenda kule, tukashuka kwenye gari, nikawa navuka kwenye gari kuvuka kutafuta usafiri wa kwenda wapi. Nilikuwa naenda sokoni Ilala. Basi ndo wakanipeleka Amana ya ile kubwa. Basi kufika pale wakaambia wenye gari walikamatwa. Basi mhudumie huyu, akasema sisi tajiri wetu kasema kwamba tunaenda kumlipia bima. Hawakutoa chochote. Nilikuwa ni 40,000, wakasema hiki kichwa tunatakiwa 40,000 itumshone. Ndo wakaninani, ndo nilikuwa nayo, nikatoa 40,000 ndo wakanishona kichwa. Mwisho ilipofika kama saa 2 ndo wakanipeleka Muhimbili. Nikakaa huko Muhimbili, watu wa Mungu wakawa wanakuja kuniona. Akatokea mama mmoja anaitwa Mama Nuera, yuko huko huku Pugu. Ndio yule mama akabeba mizigo yote. Akanisaidia kuwa na kuja asubuhi na leo, yani watu walijitokeza, lakini yule mama alikuwa mstari wa mbele. Akawa ananihudumia leo akija, yani kila kunapokucha. Basi ilipofikia hatua ya kutoka, huyo mama ndo akaja kunitoa. Wale wa hospitali wakasema anadaiwa na madeni, anadaiwa 500,000. Basi huyo mama akasema hiyo hela Mungu ataendelea kumlipia polepole. Kwa kuwa sisi hapa tunajichangisha, tunaenda misikitini, tunaenda makanisani tu, watu wa Mungu wanaendelea kumsaidia. Basi ndo huyo mama akahangaika, wakampa barua, tukatoka. Suala la afya kwake sasa limekuwa kizungumkuti, miguu kuwaka moto na majipu yanayomsumbua, huku msaada wake wa karibu umekuwa ukitokana na majirani wa Samaria wema kupata chakula na hata msaada wa maradhi. Kipindi miguu inawaka moto kama kuna petroli. Yote sio mmoja. Unakuta hapa mshono. Siku moja nilianguka hapa kupanda kutoka hapa kufika hapa juu, nikateleza, kadondokea tena huo mguu. Sasa changamoto ya huu mguu hauna rafiki. Hata kueleza unashindwa. Likatokea hapa jipu limeota hapa jipu kwenye mshipa hapa. Yani linanisumbua kama nini. Sio mtu mmoja. Watu wa Mungu wanajitokeza. Walikuwa wanajitokeza wananisaidia. Sio mtu mmoja kusema kwamba fulani sijui yani kwa hapo nasema yani Mungu mwenyewe aliinuka kwa watu wake. Ila kwa mmoja tu ambaye ninamsema alikuwa ananisaidia msaada mwingi. Nilipotoka huko hospitali, ndio huyo mama akafuatilia ile ya bima sijui alienda kwa askari sijui wanaita nini. Askari akaenda pale kupima, huyo askari akasema kwamba gari ndo limemgonga huyu mama. Ndo akaendelea kuhangaika na huko kuhangaikia bima. Ndio huyo mama alikuwa ananisaidia. Hadi sasa hivi ameshachoka,
ndo sasa hivi na yeye basi imeshakuwa basi. Kutokana na hali ngumu ya kimaisha, hata suala la kodi ya nyumba walau aweze kupata pa kujihifadhi, lakini bado ni sawa na ukungu uliotanda mbele ya macho yake, asijue ni wapi anaweza kupata pesa ya kodi. Ili kodi la nyumba nikipata 500 naifunga. Hata nikiwa hatuna chakula, nikipata 200 naifunga. Ikitimia kodi la watu nampa mwenye nyumba. Ni heri tuache kula, lakini tufanyeje? Tulipie kodi. Ule usemi wa mababu usemao ya kwamba kabla hujafa haujaumbika, basi unaakisi kwa mama huyu, kwani hata mtu ambaye angekuwa msaada kwake na yeye ni mlemavu asiyejiweza kabisa. Huyu kijana ni mwanangu, mtoto wangu wa pili kuzaliwa, lakini kazaliwa hivi hivi. Ana changamoto ya utindio, alafu aoni, anaanguka. Anaongea, anazungumza. Kuongea na yajua anaongea. Mwili wake kazaliwa mwaka 99, miaka 27 sasa hivi. Lakini hii changamoto ya kuanguka imemwanza karibuni hapa, karibu sasa hivi ndio ana miaka 2. Kilio chake kwa jamii ya Watanzania ni kuweza kupata matibabu, eneo la makazi, pamoja na kupata kabiashara ambacho kataweza kumsaidia kuondokana na nyumba za kupanga. Yaani mimi sijui nikitamka sijui kitakuwa kigumu. Tamka tu, watu wanakusikia, unaweza kusema. Pole mama. Pole sana mama. Pole. Pole. Pole sana mama. Asante baba. Nilikuwa naomba Watanzania wanisaidie, cha kwanza nipate huduma ya matibabu. Wanisaidie niwe naenda kule kliniki Muhimbili Moi. Cha pili wanisaidie nipate cha kuanzisha biashara waga hapa, ukikaa unauza mkaa, nipate hela ya kuanzia kuuza mkaa. Cha tatu nipate hela ya wanisaidie Watanzania, nipate hela ya wanisaidie Watanzania nipate sehemu ya kukaa. Alafu cha 4 wanisaidie hela yangu kule bima wameninyima, mpaka sasa hela yangu ninadai wameisha ninyima. Kila kitu nimeshamaliza, akaunti nimeshafungua, lakini kuniingizia hela yangu kwenye akaunti imeshakuwa changamoto. Ndio hiyo nilikuwa naomba Watanzania wenzangu wa dini, wa serikali, yaani wa taasisi zote, mimi naomba huruma Mungu iwashukie, mniokoe. Kutoka katikati ya kitovu cha kibiashara jijini Dar es Salaam, niite Peter Obogo wa Asheri Media.